Bwana Prince Mpumelelo Dube anaweka rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kutoka kwenye ligi ya NBC kufunga goli kwenye michuano ya AFCON ambayo inaendelea kutimua vumbi huko nchini Morocco. Bwana, timu ya taifa ya Zimbabwe imekubali kichapo cha goli 2-1 kutoka kwa mafarao Misri mara baada ya mtanange kutamatika na kukubali kichapo cha goli 2-1. Lakini bwana, Zimbabwe ndio ambao walikuwa wa kwanza kuzifumania nyavu za timu ya taifa ya Misri dakika ya 20, ambapo Prince Mpumelelo Dube aliingia kambani na kuipatia bao timu ya taifa ya Zimbabwe na kuandika rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kutoka kwenye ligi ya NBC kufunga goli. Goli la kusawazisha la Misri lilifungwa na Omar Marmush dakika ya 64, na huyu ni nyota hatari kutoka ndani ya klabu ya Manchester City. Kwa hiyo ndiye ambaye aliweza kuisawazishia timu ya taifa ya Misri. Lakini Mohamed Salah dakika ya 90, dakika za jioni kabisa, akatumia tunasema uzoefu wake ama akatumia ukubwa wake kwa kuweza kuipatia bao la pili timu ya taifa ya Misri na mtanange kutamatika kwa aggregate ya jumla ya magoli 2-1. Moja kati ya mchezo ambao kwenye karatasi kabla ya mchezo kuanza wengi pengine waliipa nafasi kubwa sana timu ya taifa ya Misri kwamba huenda ingeibuka na ushindi wa magoli mengi ama huenda ingepata ushindi kirahisi sana, lakini mambo yalikuwa ndivyo sivyo. Tumeshuhudia timu ya taifa ya Zimbabwe wakiubonda kweli kweli. Kipindi cha kwanza bwana, Misri waliutafuta kwa tochi na tuliona timu ya taifa ya Zimbabwe ikifanya kile ambacho wengi wao walishangaa, lakini mwisho wa siku ukubwa wa mchezaji mmoja mmoja ndio ambao umekwenda kuamua mchezo huo kutamatika kwa matokeo ya 2-1 kutokana na uwezo wa wachezaji wa timu ya taifa ya Misri. Bwana, kina Mohamed Mustafa tumewaona, lakini pia tumeona Mohamed Trezeguet na wengine wengi. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu kwa pande zote mbili, lakini kubwa zaidi Prince Mpumelelo Dube ameonyesha thamani ya ligi ya NBC mara baada ya kufunga goli dhidi ya taifa ya Misri. Sasa hiki ambacho anakifanya Prince Dube bwana, ni moja kati ya rekodi kubwa ambayo anaiweka yeye mwenyewe kwenye mchezo wake wa kwanza kufunga goli mara baada ya kuaminiwa. Lakini pia tunafahamu kwamba Prince Dube amefunga El Shaarawy ambaye ni goalkeeper wa Al Ahly, ambapo tunafahamu kwamba Al Ahly wao wako kwenye kundi moja na Yanga kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na tunafahamu mara baada ya kutamatika kwa michuano hii bwana, mwezi wa kwanza Yanga watavana na Al Ahly kwenye michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Pengine huenda Dube anakwenda kukutana tena na El Shaarawy na akafanya kile ambacho amekifanya kwenye AFCON. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee, na goli lenyewe ni kama hilo ambavyo nalitazama la Prince Mpumelelo Dube, mchezaji wa klabu ya Yanga, ambaye tumeona hata Yanga pia wameendelea kumwamini licha ya kupoteza nafasi nyingi, lakini Yanga wameendelea kumwamini kwenye baadhi ya michezo. Tuliona mchezo muhimu kabisa dhidi ya FAR Rabat, mchezo wa klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi, mchezo wa kwanza baada ya kuaminiwa na kocha Pedro aliweza kufunga goli ambalo liliwapa Yanga alama 3, na amefanya vile vile kama ambavyo alifanya dhidi ya FAR Rabat, amefanya dhidi ya taifa ya Misri mara baada ya kupata nafasi amefunga goli licha ya kufungwa, lakini ni moja kati ya goli ambalo liliibua ari ya wachezaji wa timu ya taifa ya Zimbabwe kuona kwamba kumbe inawezekana pia kuibuka na ushindi dhidi ya taifa ya Misri. Lakini mwisho wa siku mambo yalikwenda ndivyo sivyo, na Misri wakatumia ule ukubwa sasa na kuweza kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Bana, tunafahamu kwamba kuna nyota wengi ambao wameitwa kwenye timu zao za taifa ambazo zinashiriki
AFCON tunafahamu kwamba Khalid Aucho ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Singida Black Stars, yeye pia ameitwa kwenye timu yake ya taifa ya Uganda, na Uganda pia wanakwenda kucheza mchezo dhidi ya Tunisia. Lakini pia Steven Mkwala, mshambuliaji wa klabu ya Simba, naye pia ameitwa kwenye timu yake ya taifa ya Uganda. Lakini Amasi Abasogie, goalkeeper wa klabu ya Singida Black Stars, ni moja kati ya nyota ambao ameitwa kwenye timu ya taifa ya Nigeria. Lakini pia kuna nyota wengi ambao pia wameitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, ambao wengi wa wachezaji ambao wameitwa ni wachezaji ambao wanashiriki ligi ya NBC. Kwa hiyo tutaendelea pia kukupa baadhi ya matukio ambayo yanafanywa na nyota ambao wanacheza kwenye ligi ya NBC. Tunafahamu michuano ya AFCON ni moja kati ya michuano mikubwa barani Afrika. Kwa hiyo ukifunga goli ama ukifanya tukio la kuisaidia timu yako, manake unaweka rekodi na unaweka alama kwamba uliwahi kufanya 1, 2, 3. Lakini kwa Prince Dube amekuwa mchezaji wa kwanza kufunga goli akitokea kwenye ligi ya NBC. Lakini pia tulishuhudia Djigui Diarra, goalkeeper klabu ya Yanga, akianza kwenye mchezo wa kwanza Mali wakicheza dhidi ya Zambia, mchezo ambao ulitamatika kwa goli 1-1, na Djigui Diarra akishindwa kutoka na clean sheet mara baada ya kukubali kufungwa dakika za mwishoni kabisa na Patson Daka, mchezaji anayekipiga ndani ya klabu ya Leicester City. Kwa hiyo Diarra pia naye ni mmoja kati ya wachezaji ambao mchezo wa kwanza amekubali kufungwa na kutoka na clean sheet. Kwa hiyo tutaendelea pia kukujuza matukio mbalimbali ambayo yanafanywa na nyota ambao wanakipiga kwenye ligi ya NBC na wanashiriki michuano mikubwa hiyo ya AFCON. Kwa Prince Mpumelelo Dube, amefanya la kwake mara baada ya kufunga goli kwenye mchezo wa kwanza, mchezo wa AFCON, na tunafahamu mara baada ya mchezo huo na kukubali kichapo cha goli 2-1, bwana, timu ya taifa ya Zimbabwe mchezo unaofuata tutakwenda kukipiga dhidi ya Angola, ambao nao pia walikubali kichapo cha goli 2-1 kutoka klabu ya South Africa. Tunafahamu ni kundi B hilo ambalo mpaka sasa Misri wanaongoza wakiwa na alama 3 na pointi 3. Wana alama 3 kwa maana ya mchezo ambao wameshinda dhidi ya Zimbabwe. Lakini pia timu ya taifa ya South Africa nao pia wana alama 3 mara baada ya kuibuka na ushindi dhidi ya Angola. Kwa hiyo Angola na Zimbabwe wanakwenda kukutana wote ambao wamepoteza michezo, lakini pia South Africa pamoja na Misri nao pia wanakwenda kukutana wakiwa wameshinda michezo yao ya kwanza. Kwa hiyo ni moja kati ya kundi ambalo liko wazi, yeyote anaweza akafanya jambo na kuweza kufuzu hatua inayofuata kwenye michuano hiyo mikubwa ya AFCON. Lakini kubwa zaidi ni kufunga kwa Prince Mpumelelo Dube, ambaye licha ya kukosa nafasi nyingi ndani ya klabu ya Yanga, licha ya kuzungumzwa sana, lakini ameaminiwa kwenye timu ya taifa ya Zimbabwe na amefunga goli mchezo wake wa kwanza licha ya timu yake ya taifa kupoteza. Lakini anaonyesha matumaini kwa kocha aliyemuita kwamba kumbe